La bajeti kuu ya serikali ukiendelea kushika kasi bungeni Dodoma, na hii leo ni zamu ya mawaziri kujibu hoja za wabunge. Miongoni mwa mawaziri hao ni Ridhiwani Kikwete mwenye dhamana ya kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu, kwamba serikali inaendelea kuangalia mafao ya makundi yote, na itakapotokea maelekezo yameletwa ya kuwa tuangalie makundi maalum, basi Mheshimiwa Spika, serikali yako sikivu itaendelea kufanya hivyo. Kwa upande wa sekta ya madini, Waziri Anthony Mavunde anasema sekta hiyo kwa sasa imechangia 10% ya pato la taifa, huku mkakati kabambe wa local content kwa wawekezaji wa madini ukiandaliwa ili wananchi wanufaike na rasilimali madini. Sasa serikali tumetoa statement ya kwamba hakuna leseni nyingine yoyote ya madini mkakati itakayotolewa mpaka mwekezaji atuwekee mezani mpango madhubuti wa kuongeza thamani madini ndani ya nchi. Vinginevyo hatutatoa tena leseni katika eneo hili. Kuhusu migogoro ya ardhi, serikali inakuja na mwarobaini wa kumaliza changamoto hiyo. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha tunapata ramani za msingi mpya. Hatuendi kuchora mipaka upya ya nchi yetu au ramani ya nchi yetu, hapana. Tunakwenda kutambua kilichopo ndani ya mipaka yetu. Miji yetu imekaaje, miundombinu imekaaje, hifadhi zetu ziko vipi, mipaka yake iko vipi, ili tuondokane na migogoro isiyokuwa na maana yoyote ama imetengenezwa. Kwenye elimu, waziri wake Profesa Adolf Mkenda ameweka wazi uwekezaji unaofanywa kwenye elimu ya amali na vyuo vya ufundi ili kuongeza soko la ajira, huku kwenye upande wa afya, Waziri Jenista Mhagama ameendelea kuwatoa hofu wananchi kuhusu mabadiliko ya sera kutoka kwa wahisani, kwani serikali imejipanga kuziba umbo hilo hasa kwa upande wa magonjwa ya kuambukiza. George Mbara, Azam News, Dodoma.